Kitendo cha kuuawa moja kati ya madereva ama maafisa usafirishaji ambao wanafanya shughuli zake za bodaboda, ambapo mwili wake umekutwa katika shamba la Mbazi hapa wilayani Babati, mkoa wa Manyara, ya tukio ambalo limegusa hisia za watu wengi sana, wananchi ambao wanaishi karibu na mauaji haya yalipofanyika. Ni mwili ambao umekutwa huko pembezoni kabisa mwa barabara ama njia ambayo watu wengi wanapita, lakini ni tukio ambalo linazungumzwa kwamba limefanyika usiku wa kuamkia Aprili 11 na watu wasiojulikana pia, ambapo kwa mujibu wa viongozi ama mwenyekiti pia wa maafisa usafirishaji, ambapo anasema kwamba kijana huyo alikuwa anafanya shughuli zake za usafirishaji katika maeneo mbalimbali ya mji wa Babati. Lakini tutasikiliza pia na baadhi ya madereva wenzake wa bodaboda. Wengi wameguswa na hili tukio, kisema kwamba wanaiomba serikali kushughulikia, lakini pia wanaomba ulinzi na kila mmoja awe makini sana katika kumlinda mwenzake juu ya shughuli ambazo wanazifanya. Ni matukio ambayo yamekuwa kijirudia sana katika mji wa Babati, hasa vitendo ambavyo wanafanyiwa maafisa usafirishaji maarufu bodaboda na abiria ambao hawafahamu. Kwa hivyo wakatoa ya maombi yao basi wahakikisha kwamba wanalindwa ili wawe salama na wafanye shughuli zao. Wengi wakieleza kwamba tukio hili limewagusa na wanaomba wale wote waliohusika wafanye uchunguzi na wakamatwe na watiwe nguvuni mara moja. Kwanza kwa jina naitwa Omari Adam Bakari, ndo mwenyekiti wa maafisa usafirishaji mkoa wa Manyara. Ndugu zangu wanahabari, kwanza natoa pole kwa familia na natoa pole kwa tasnia hii ya usafirishaji kwa kuondokewa na huyu mwanachama wetu, ndugu yetu, ambao sisi tunakadiria inawezekana ameuawa jana usiku kuamkia asubuhi ya leo. Sasa mimi kama kiongozi mkuu natamka maneno yafuatayo. Kwanza kabisa, waliyefanya kitendo hiki hawana ubinadamu wala hawana Mungu. Kwa nini hawana Mungu wala hawana binadamu? Mungu hahitaji mtu kumuua mwenzake, lakini ubinadamu unatoa damu ya mwenzako inamwagika kiasi hiki. Ni jambo baya sana, ni ukatili mbaya sana. Naweza nikasema katika vifo pia vya hatari ambao nilishawahi kuvishuhudia kwa macho yangu, mojawapo ni hiki kifo cha huyu mwanachama anayepaki kwenye kituo chake maarufu Kanisa la Mungu ama Pembaini. Ni tukio baya sana. Hivi ninavyoongea na wewe, wahalifu hao pia wameweza kuondoka na hiyo pikipiki na wametokomea kusikojulikana. Lakini jeshi la polisi limeshafika hapa na wadau mbalimbali, vyombo vya ulinzi na usalama vimeshafika hapa, na ninawaambia tu kwa jinsi vyombo vitakavyofanya kazi na intelijensia zingine zitakavyofanya kazi, na waahidi watu hawa watakamatwa haraka sana. Lakini waliyefanya pia kitendo hiki ni kitendo ambacho kinatafsirika kwamba wewe umemwaga ya mwenzako, jiulize na wewe siku ukimwagwa ya kwako itakuwaje. Kwa hiyo kama kuna watu wananisikiliza sasa, ni bora wajitokeze wenyewe kuliko waendelee kujificha, na kama kuna taarifa zingine zozote mtu ambazo anazo aweze kuzitoa, na taarifa hizo zitahifadhiwa sehemu ambayo ni salama sana. Mwenyekiti, ni tukio la namna gani limetokea hapa kwa ambaye hajafika na hajashuhudia? Ni tukio la mwendesha pikipiki ndani ya wilaya hii ya Babati, ambao ndo makao makuu ya mkoa wa Manyara. Amefanywa utekaji, maana yake baada ya kutekwa akafanywa ukatili na ameuawa. Sasa hivi tunavyoongea na wewe, huyu bwana afisa usafirishaji kwa sasa ni marehemu, sio mzima kabisa. Yani hakuna mtu atakayekuja kusema tena vipimo vya kuthibitisha kwamba yuko hai ama hayuko hai. Huyu kwa sasa tamko rasmi kabisa, bwana Edward, baba yake huyu Kelvin, kwa sasa ni marehemu. Matukio ya namna hii yanawapa hofu kiasi gani bodaboda kufanya shughuli? Matukio ya namna hii yanatupa hofu, maana yake nchi yenye amani, lakini amani baadhi ya makundi yanaonekana usalama unakuwa ni mdogo. Wito wangu sasa kwa serikali ndani ya mkoa, serikali ya kitaifa ambayo inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atuangalie mama yetu kwa jicho la huruma, kwa sababu tunategemea kuingia katika uchaguzi, lakini watakayeingia katika uchaguzi wanatakiwa wawe watu
Sasa kama watu watakuwa wanakufa, uchaguzi nani atakayeenda kwenye uchaguzi? Maana yake lazima ulinzi na usalama pia tuhakikishiwe sisi wananchi ndo tuingie kwenye uchaguzi salama na amani. Maana yake leo tunaweza tukasema ni kura hii imepotea. Sasa tunasema nchi yenye amani lazima ilinde pia na watu wake. Mimi naamini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama Amiri Jeshi Mkuu ana vyombo vingi vya kufanya kazi. Atume ikiwezekana timu yake, ama tuna timu ndani ya mkoa ambayo na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ndani ya mkoa Queen Cuthbert Sendiga. Jambo hili limfikie kwa roho ya huruma zaidi. Mama yangu aingize vyombo vyake vya ulinzi na usalama ndani ya huu mkoa, vitupatie majibu haraka sana. Unajua majibu yakipatikana, basi mioyo yetu sisi kidogo inakuwa pia imetulia. Lakini majibu yasipopatikana, mtu kauawa, maana yake sisi ndipo tunapoendelea kuwa na mashaka zaidi. Pengine hili si tukio la kwanza, matukio aina hii mengi yamekuwa yakitokea. Kama mwenyekiti wa bodaboda, mmejipangaje kuhakikisha mnajilinda kwanza wenyewe kwa wenyewe? Kwanza kabisa matukio ni ukweli ndani ya huu mkoa ninayafahamu mimi mpaka sasa, tangu mwaka 2020 ambao kwangu yako kwenye rekodi. Matukio ya aina hii makubwa namna hii yako matatu ya kuuawa watu na vyombo kwenda. Ni matukio ambayo tunataka kuyazungumzia, sio mazuri. Lakini kama sio mazuri, sasa na sisi wenyewe kwanza tujitambue. Kuna maeneo ambayo kiukweli yanakuwa sio ya kwenda. Kuna wakati sio wa kwenda. Kwa mfano, mtu anaweza akakwambia bana twende Magugu, mfano shingapi? Magugu kwenda shilingi 10,000. Lakini mtu anakuambia bana mimi nakupa shilingi 30,000. Hebu utengeneza mashaka wewe mwenyewe kwenye akili yako. Huyu mtu kwa nini mimi anipe 30,000? Usalama wangu utakuwaje huku nakokwenda? Hizi ni mbinu mojawapo za kujitambua. Lakini wale watu ambao tutakuwa tuna mashaka nao wakati wa kufanya kazi zetu, sasa tunaweza kuwaripoti katika ofisi zetu ama ofisi za jeshi la polisi ili waweze kuchukuliwa hatua zaidi. Poleni sana. Tamko lenu sana lipi kama bodaboda? Tamko letu sisi kama bodaboda, nadhani hatuwezi kutoa tamko gumu la hatari. Kwanza tamko letu watu hawa wapatikane haraka sana. Wasipopatikana, maana yake sisi tutaiomba serikali kuu sasa iingilie kati kuhusiana na jambo hili. Ndio tamko letu. Wapatikane tu kwanza haraka sana. Ndio tamko letu. Mimi kama mwenyekiti wa maafisa usafirishaji nataka watu hawa pia wapatikane haraka. Ndio tamko letu. Ili wanafanya kazi kwenye makundi gani, wana cheni gani. Tukisha mpata mmoja wawili wana cheni zao watu, itakuwa ni rahisi sana kukabiliana na matukio haya mauaji ya kikatili ya maafisa usafirishaji ndani ya nchi ama ndani ya mkoa huu wa Manyara.